Katika operation iliyofanyika usiku wa kuamkia tarehe 14 mwezi wa 4 2026 tumefanikiwa kukamata boti ya mwendo kasi, yani fiber boti iliyokuwa inatoka nchini Kenya kwenye mji wa Mombasa kuja jijini Dar es Salaam kupitia ufukwe wa Magambani, Kaole Ufundi, Bagamoyo. Katika boti hii tumeweza kukamata viroba 18 vilivyokuwa vimejaa vifurushi takriban 1062 vilivyokuwa vimejazwa katika viroba hivyo. Hata hivyo tumeweza kukamata watu 4 kuhusiana na usafirishaji wa dawa hizo za kulevya, ambapo wa kwanza ni Jamali Ali Faki mwenye umri wa miaka 35 mkazi wa Tanga. Wa pili ni Shali Omari Salim mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa Tanga. Wa tatu ni Sebastiani Protasi Shirima mwenye umri wa miaka 28 mkazi wa Temeke jijini Dar es Salaam, na wa nne ni James Michael Kimaro mwenye umri wa miaka 27 mkazi wa Buza jijini Dar es Salaam. Boti hii imekuwa ikisafirisha dawa za kulevya kutoka nchini Kenya kwenye mji wa Mombasa kuleta jijini Dar es Salaam kwa muda mrefu, na tumekuwa tukifuatilia na dawa tulizozikamata hivi karibuni, ambapo tulieleza kwamba mirungi imekamatwa kwa wingi zaidi kuliko dawa nyingine za kulevya. Ni kwamba hii ndio ilikuwa inaleta hizo dawa za kulevya jijini Dar es Salaam, na baada ya kuikamata ni kwamba tumepunguza kwa kiasi kikubwa cheni ya usafirishaji wa dawa za kulevya, na hawa tuliowakamata ni mapapa kwa sababu wanayo chombo cha kisasa kabisa cha kusafirisha dawa za kulevya hapa nchini. Lakini ukijaribu kuangalia kwamba utumiaji wa mirungi umeongezeka kwa kasi sana baada ya dawa nyingine za kulevya kupungua nchini, hususan skanka, heroin, cocaine pamoja na methamphetamine, na tunaendelea kufanya operation endelevu ili kuhakikisha kwamba tunadhibiti mitandao yote ya usafirishaji wa dawa za kulevya hapa nchini ili Tanzania iendelee kuwa salama. Tunatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa ushirikiano kwa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, na tutahakikisha kwamba yoyote ambaye anajiingiza kwenye biashara ya usafirishaji wa dawa za kulevya tutachukua hatua kali, na serikali ya Tanzania iko makini kuhakikisha kwamba tunadhibiti kabisa uingiaji wa dawa za kulevya nchini. Tumefanikiwa kudhibiti dawa za viwandani, na sasa tunaendelea na kuhakikisha kwamba tunadhibiti dawa za mashambani, hususani bangi na mirungi, hasa mirungi inayotoka nchini Kenya. Baada ya kufanya operation kubwa katika mji wa Same na kuweza kudhibiti kilimo cha mirungi katika mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same, sasa mirungi inaingia kwa wingi kutoka nchini Kenya, hususan maeneo ya Mombasa. Hivyo wale wote wanaoendelea kujihusisha na biashara hii tunawaonya waache, na tutahakikisha kwamba mamlaka itaendelea kuchukua hatua kali dhidi yao. Kwa majina mimi naitwa Dominic Kasmiri Masika, ni balozi wa shina namba 1 katika kitongoji chetu cha Kaole Ufundi, Magambani. Kwanza jambo la kwanza ni pongeze serikali na mamlaka husika kwa hatua nzuri waliofikia. Kwa sababu kitendo cha kuwakamata hawa jamaa nafikiri imeleta faraja kwa sisi tusiopenda vitu vya hatari vya namna hii, kwa sababu waathirika pengine miongoni mwetu wanaweza kawa watoto wetu, lakini na Watanzania wengine. Kwa hiyo kwa kitendo hiki cha kukamata hawa jamaa nimeshukuru sana, na ningeomba serikali iendeleze na jitihada kama hizo, waendelee kufanya hivyo na waendelee kuwakamata. Lakini kubwa zaidi ningeomba serikali iangalie mazingira maeneo kama tunavyoona haya mapori. Nadhani pia ndio inawafanya kuwa kivutio kama kichaka cha kufanya kuwa kivuko. Lakini kama kukiwekezwa majengo kama upande zile kule kuna mahoteli, na hapo mbele kidogo, lakini kipande hiki kidogo ndio kina msitu. Nadhani ndicho kimekuwa kivutio zaidi kwao kufanya hivi kama kivuko chao cha kupitishia hii mihadarati. Mimi nafikiri kama kwa vijana changamoto kubwa ni ujinga tu, kwa sababu malezi wanayapata mazuri. Kama mimi mwenyewe kama mzazi siwezi kuruhusu mtoto wangu kutumia vitu kama hivi. Kwa hiyo malezi wanayapata vizuri, lakini ni ujinga tu wa watoto na kujifanya ni mambo ya kisasa zaidi. Kwa hiyo jambo kubwa ni sisi wazazi pamoja na serikali kusimama kidete kuhakikisha hivi vitu vinaisha na vinakomeshwa kama ilivyotokea hivi. Jina langu Pili Juma. Natokea Kaole, hapo ni mwenyekiti wa kitongoji cha jirani na Kaole Ufundi. Ushauri wangu mimi nasema hivi, tufanye doria za mara kwa mara na washirikishe wenye vitu wa vitongoji kufanya doria. Kwa hiyo tukiwaacha hivi wananchi hao wanaofanya vitendo vya haramu watakuwa wataendelea, lakini tukifanya doria mara kwa mara na kutushirikisha sisi, basi tutakuwa sawa kwa pamoja.